Kuna wakati ambapo nitaitisha maandamano makubwa sana, mimi kama mtumishi wa Mungu. Haya maandamano hayatazuiliwa na yeyote yule. Haya maandamano yatatikisa nchi hii, yatatikisa kanisa. Maandamano hii yatatikisa jamii za watu. Tutaandamana kama vile wale Wakristo wa kwanza waliokuwa pamoja na Dorcas walivyoandamana. Unajua Dorcas alikufa, afu alikufa kifo, nadhani ni cha maonezi, hivi vifo vya maonezi. Akafa bwana, mtu ambaye alikuwa ni kiungo katikati ya kanisa. Biblia ituambia aliumwa ugonjwa gani, lakini alikufa. Wale Wakristo wakaandamana, baada ya kuiogesha ile maiti, wakaiweka chumbani, wakaivisha nguo vizuri, alafu wakakatazana, wakasema siwepo mtu wa kulia. Kwa nini? Kwa sababu tunaandamana. Wakaandamana mbele za Mungu kuweka mgomo, kuzuia kifo hiki hata kama kimetokea. Wakamwambia Mungu, hatukubali kwa sababu ya matunda haya ambayo Dorcas aliwahi kuzaa ndani ya kanisa, ndani ya ufalme wako, hatutakubali. Yale maandamano yalikuwa mazito. Unajua, waliandamana wakashika njia kwenda Yafa, mahali ambako alikuweko mtumishi wa Mungu Mtume Petro. Wakamwendea Petro Yafa. Petro anasema, vipi asubuhi hii mimi nimepumzika? Wanasema hapana, tumeandamana kukataa kifo. Amekufa mwenzetu ambaye tunaona kabisa huyu mtu ni kiungo, alistahili kuwepo. Sisi tunakataa. Petro akaongozana nao kufika kule chumbani, wakamuonesha matunda, kazi ya Dorcas aliyokuwa anafanya ndani ya ufalme wa Mungu, ndani ya kanisa. Petro akasema hapana, yani na mimi ninaungana na nyie kukataa hiki kifo. Akaenda chumbani, akamwamsha Dorcas, akaendelea kuishi. Na sisi kuna siku tutaandamana tukiwa na imani kuu sana, kukataa vifo vyote ambavyo vinawatokea watu kabla ya wakati wao, kukataa vifo vya mapema, kukataa vifo vya watoto wadogo ambao idadi inazidi kukua sana katika vyumba vya kujifungua kina mama. Yaani watoto wanakufa watoto. Imagine Mungu ameruhusu mtoto amalize miezi 9, anakuja kufia eti kwenye operation, anakuja kufia eti wakati wa kujifungua, amepitiliza siku. Tutaandamana na kutakwepo wa kutuzuia, kukataa vifo vya kijinga hivi. Na inawezekana. Unajua kuna vitu Mungu ametuachia sisi tuamue. Ingawa watu wengi wanadhani kwamba mambo ya kifo yanaamuliwa na Mungu. Asikudanganye mtu. Kuna vitu Mungu ametuachia sisi, aidha tukubaliane navyo kama tunaona inafaa, au tuvikatae. Na ndio maana ya andiko la Mathayo 18:18, lolote mtakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, lolote mkilifungua litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa maana ya kwamba mkishikamana kwa patano la jambo lolote lile la kiufalme, mkimuhusisha Yesu, ninyi mmekubaliana kwa imani, kwa nia moja, kwa moyo mmoja, kwamba hii kitu haitakuwa. Nataka nikuambie, mbingu mnazifungua, na Mungu anakuwa hana namna, inabidi yaambatane na nyie, akubaliane na nyie kulingana na maandamano yenu. Sio swala la kusema tunamwachia Mungu, yeye ndio anajua kila kitu, kazi yake haina makosa. Hapana. Ifike mahali mtoto wako amefia ndani katika mazingira ajabu, sio swala la kulia tu, kumlilia mtoto. Kilia tu umehararisha tayari kifo hicho. Kuna wakati jifunge mkanda, hata kama roho inauma, wewe ni mama, sema hapana, ninaandamana mbele za Mungu, ninakata rufaa mbele za Mungu ambaye ni chanzo cha uzima. Ninakataa kifo cha huyu mtoto. Unatangulia, unakomaa mwenyewe huko ndani, uogopi maiti. Unaambia mwanangu, amka kwa jina la Bwana.
sio amekufa mumeo kwenye mazingira fulani ya ajabu ajabu, watu wamemloga, alafu huo unaikubali haraka haraka hiyo roho ya ujane. Tangulia kupiga pawa, andamana kwanza ukiwa peke yako, alafu watu wataungana na wewe katika hayo maandamano. Kuna siku tutaandamana na haya maandamano hayatazuiwa na yeyote. Tutaandamana kwa jina la Bwana.